mengi, na tukakubaliana kwamba mavuno haya tunavuna sababu kuna kazi tulipewa, si ndio? Tukapewa kazi ya kutangaza habari hizi njema popote duniani, si ndio? Lakini sasa kuna jambo limetendeka ambalo lazima litubadilishe mawazo. Alright? There's something ambayo imetendeka, maarifa. Lakini waliolaumiwa ni makuhani. Alright? Makuhani wakaambiwa kwa sababu mmenikataa, nami pia nitawakataa. Hakusema atakataa watu wake, atakataa makuhani ambao wamekataa kufundisha maarifa ya Mungu. Almando wakataa, hamtakuwa makuhani wangu. Mtakuwa makuhani ndio, lakini si makuhani wangu. Kwa sababu mmesahau si sheria ya. Unajua kuna sheria za Mungu na sheria ya Mungu. Wako watu wakisoma wale ambao wataki ambao sababu umeacha sheria ya Mungu, sheria moja. Alright? Sheria ya Mungu ni moja. Unajua hiyo? Na hata ukigeuza kwa upande mwingine bado ni ile ile. Sheria ya Mungu ni moja. Hata ukigeuza hivi bado ni ile ile. Ukipeleka hivi bado ni ile ile. Alright? Hii ndio mambo yangu, sio? Penda nini? Penda nini? Sasa ukigeuza hiyo hapa, penda jirani yako, umegeuza. Au mpende Mungu na moyo wako wote. Lakini sheria ni hiyo moja. Hiyo moja. Sasa kwa sababu umeacha sheria yangu. Alright? Nami pia nitawaacha. Alafu ubaya ni kwamba hawaachi, anawaacha mpaka watoto. Praise to God. Wewe unasema sisi ndio makuhani sasa. Hebu sema sisi ndio makuhani. Sisi ndio ule ukoo wa kuhani. Ukoo wa kuhani wa Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alright? Tukiwa ukoo huu wa kuhani, basi tunalazimishwa na hilo andiko kwamba tuchunge, alright? Tusije tukakosa kwa kukataa kufundishana ile kweli ya Mungu. Haleluya. Na ndio maana tumewekwa hapa. Wewe usijawekwa hapa kwa sababu nyingine. Umewekwa hapa ujue kweli na uwaambie wengine kweli, na uwaambie wengine kweli, kweli isambae. Alright? Yaani hii Injili ambao ni Yesu Kristo, ambao ni ukweli wa Mungu wote. Mungu abariki sana. Sasa nimesema basi ni muhimu tukutwe kazini. Tukutwe kazini. Let's be found working. Praise to God. Tukutwe kazini kwa sababu gani? Kwa sababu tazameni, Yesu yuaje? Yesu yuaje? Hebu sema Yesu yuaje? Yesu yuaje? Sasa hizi tuko naye miongoni mwetu, lakini yuaje kuhukumu ulimwengu. Alright? Tukikutwa kazini ni kwamba tunatoa watu kwenye hukumu waingie kwenye uzima, ili Yesu ajapo akute imani kwamba kuna wale ambao wametayarishwa wasiingie katika hukumu. Ili ile maana sema there is therefore no condemnation. Yaani sema kwamba kwa hivyo hakuna hukumu kwa wale walio muamini na walio fanya jamii mbona akiwa wamechaguliwa kuwa wake, si ndio? Sasa uchaguzi waendelea hivi. Unaona, uchaguzi lazima tufanye kampeni. Alright? Tufanye kampeni watu wamchague Yesu Kristo awe ndio mwokozi wa maisha yao. Haleluya. Yaani wakati wote ukitembea sijua wewe uko katika kampeni. Alright? Umesikia mwenzetu hapa amekuja. Amealikwa mwaka mzima. Mwaka mzima tangu Januari. Amekiri, si ndio? Lakini imemfikia mahali akasema nikaone. Alright? Nikasikia. Lakini kila mtu amesema na nyinyi mnataka mkipate. Lazima tuwe na hiyo. Pale alipo amesema yeye amekuja kwa mwaliko, lakini anajua ana jukumu, ana majukumu. Ana nini? Alikuwa hana majukumu, angekaa tu akaendelea. Alright? Kwa hiyo
hivyo lazima sisi tubebe majukumu. Lazima tubebe majukumu kiwango cha kwamba huwezi kukaa kwa sababu kuna jambo linakuambia moyoni, jukumu langu sijalitimiza. Alright. Wako wangapi au kubeba majukumu sasa? Tubebe majukumu ya kutangaza Injili. Wako wangapi? Yesu alikuwa kama ni wewe mmoja wao. Kama si mmoja wao ni sawa tu, lakini wale sababu naangalia na huwezi nivunja mimi moyo. Hata usipoelewa mkono mimi moyo wangu uvunjike. Sababu nishajitolea kuwa nitakutwa kazini. Alright. Wajua katika maandiko tunaambiwa hivi. Lazima tuwe tayari. Alright? Matthew 44. Nasema nyote muwe tayari. Maana huyu mwana wa Adamu atakuja usipomtarajia. Hautakuwa umemtarajia akija. Lakini wajua si kwamba hatakuwa tunamtarajia. Ni kwamba kwa wale ambao hawajui. Alright? Sababu itakuwa kama zile siku za Nuhu. Kama siku za Nuhu alijua, ni wale wengine ndio hawakujua. Yeye alijua na akajenga safina na akaingia ndani ya safina. Alright? Na ndani ya safina alikaa, hakutoka akasema hakuna mvua. Alikaa tu akisema na ngoja, sababu unajua alisema ni kweli atatimiza. Akakaa tu hapo ndani. Wale waliokuwa nje wakasema namna gani huyu? Mbona yuko ndani na hakuna chochote? Tunaona mambo ni yale yale. Sababu wale wanaendelea kuzaana, kuoana na kujenga kana kwamba hakuna jambo wanalotarajia. Lakini Noa alikuwa na tarajio ndani ya moyo wake kwamba panatokea jambo la kuharibu ulimwengu, lakini yeye ataokolewa. Akajua mimi hapa nilipo naongoja wokovu wangu. Na nimewaambia watu hawasikii, lakini wale ambao Mungu amechagua tutaokolewa pamoja nao. Praise be to God. Hallelujah. Unajua jambo hili ikiwa basi tukumbuke kwamba Yesu alitoa mfano. Alright? Akasema kuna mfanyi kazi mmoja, heri mfanyi kazi ambaye atakutwa wapi? Kazini. Mfanyikazi huyo atakayekutwa kazini akifanya ile kazi ya kuwalisha wenzake. Alright? Huyu ndiye mfanyikazi ambaye Bwana atampa mali yake yote. Sasa kwa nini hatutaki kuchukua hii mali ya Bwana wetu? Tunaachia watu watapeli wanaitumia wakitumia jina la Mungu, lakini sisi ambao tunafaa kufaidika na kuwa ndani ya hiyo mali tumezubaa. Ni kama mtoto ambaye ni mjinga anavuta bangi na babake ni tajiri. Alright? Amekaa kwenye vikao vya maskani na babake ni tajiri, badala ya kwenda kujifunza zile kazi za baba yake. Alright? Ili baba yake aone kwamba huyu mtoto anafaa kuachiwa hii mali ajiendeleze. Because mimi niko nayo, yeye ndio hana. Sasa kwa vile hana na ana nia ya kujiendeleza na yuko pamoja na mimi, wacha nimgawanyie asimamie. Unanipata vizuri? Unapopatikana katika hii kazi, mimi nawaambia guarantee. Umesikia pastor anasema atakuja kuwatolea ushuhuda. Atawatolea ushuhuda ni kweli, na mtashangaa mtamaka. Katika hii kazi hakuna hata mtu mmoja atakayeacha mambo yake, kila kitu chake, aingie kwenye hii kazi ambaye hajapewa ahadi. Ahadi ni kwamba utapata sasa yale yote ambayo umefikiri umewacha, utapewa sasa, na hata huko mwishoni na milele utakuwa pia utapata. Ahadi kama hiyo, kwa nini tunaipuuza? Na ni ahadi ambayo tunafaa kuishikilia na kusema nikutwe kazini. Nikutwe wapi? Kazini. Maana kazi hii ni kazi ambayo ina ahadi. Alright? Na alitoa ahadi hii ndiye mwenye hii kazi. Na tumeona kweli ameifanya ahadi yake yafanyika. Tazameni kwa mfano,
Angalieni wale waliotangaza injili wakati wa mwanzo. Wajua mimi mwana sasa. Tazameni mvuvi Petro. Hana chochote kingine isipokuwa ni uvuvi. Alright? Alipoingia hii kazi, ulimsikia kuanzia hapo shida zake ziliisha. Hata asipokwenda baharini bado atakula, atashiba na ataendeleza. Kwa sababu ukiwa pale hukosi. Mfarisayo mkubwa Paulo aliachana mahekalu yao pale alipokuwa akila. Si ndio? Alikuwa hapo ndio anakulia hapo kanisani. Sababu katika hiyo Farisayo. Unajua Mafarisayo walikuwa ni viongozi. Kwa hivyo akiwa kiongozi alikuwa ni kama ndani ya serikali. Alikuwa deep state. Alright. Alikuwa ile deep state wakati huo. Kwa hivyo alikuwa anakulia deep state. Alipoingia katika ufalme huu wa Yesu Kristo, unamsikia Paulo alipokuwa deep state ilikuwa hatoki hapo kwao. Mbali kabisa alipowahi kwenda ni Damascus tu. Wako ndio mwisho wake safari yake, alienda huko kwenda kufanya kazi ya yule mama mwingine. Safari yake ndefu ya mwisho ilikuwa ni Damascus. Tangu alipoingia katika kazi hii ya Bwana wetu Yesu Kristo, hakuna mahali duniani hakwenda. Alienda na nini? Mwenye hii kazi anajua kutengeneza njia. Anatengeneza. Semeni kwa sauti ya kuingia. Mbele kwa sababu kwa ndio ingia kwa hivi vitu. Yeye lazima anatengeneza njia. I am guaranteeing you. I am speaking, nasema haya bila uoga. Sababu mimi ni mmoja wa wale ambao ametengenezea njia. Hallelujah. Amenitengenezea njia mpaka hiyo njia ilikuwa ni kapathi. Kembamba. Nikipita mpaka miiba iko ya dumu. Nimetiliwa mpaka lami katika njia yangu sasa. Iko na pavement na natembea nikifunga macho sifanyi chochote. Because yeye anajua kutengeneza njia. Hallelujah. Praise be to God. Kwa hiyo lazima tukutwe kazini. Hebu sema mwenyewe lazima nikutwe kazini. Na kazi unaifanya wakati wowote, si hapa peke yake. Alright? Ukishabeba jukumu, basi unajua niko kazini. Ili huyu bwana ajapo akikuta kazini, kwa saizi wajua anatembelea. Simsikia ndio umesema watembelea. Yuko pamoja nasi. Wale wasiojua ni wale wanaongojea siku ya kiyama. Sisi tuwajua, alisema nitakuwa pamoja nanyi na miongoni mwenu, lakini ulimwengu hautajua, lakini nyinyi. Alright. Sasa hapo tukiwa anakukuta kazini, anaona kazi yake inaendelea, kwa sababu yeye haonekani, lazima ahakikishe wewe umeonekana. Ili aweze kuonekana, maana yake yuko ndani yako. Hallelujah. Sasa unaangalia kuna habari tokea hapa katika kitabu cha Luka. Sasa tuende kusoma kitabu cha Luka 14. Isome Luka yote lakini taanzia 14 mstari wa 12 mpaka 23. Lakini nitashikilia tu kuanzia 22. Kiwe soma kuanzia 12 mpaka 23. Kwa sababu ya wakati, wacha nianzie pale 22. Alright. Kwa sababu ya wakati nitaanzia 22. Habari hizi hapa ni kulikuwa na karamu. Alright? Kulikuwa kumetengenezwa nini? Karamu. Na karamu hii ilipotengenezwa kulikuwa na watu wamealikwa mapema. Waalikwa wale walijulikana kwamba nyinyi ndio mnafaa kwenda kwa hii karamu. Alright? Siku ya karamu ilipofika, kila mmoja akatoa sababu. Ya kutoweza kuja wapi? Kwenye karamu hii. Alright. Tizameni, wakati huo umefika sasa. Karamu ya neno safi, neno
la kweli, neno lisilo na mawaa umefika, watu waje wale neno safi. Mnakubaliana mimi hapa? Sababu kuna njaa sasa ya neno, lakini watu wengi ukiwaalika hawataki, sababu wanasema wana sababu zao. Sasa sisi ambao tunafanyishwa hii kazi ya kualika watu, tunajua hivi sasa kwamba hatualiki tu wale ambao wanafaa kualikwa, ili sema enda kila mahali. Alright. Ingia vitongojini. Hii si karamu tena ilivyokuwa. Karamu hii imebadilika. Waite wale ambao kwa vitongojini waje, ndio watakula hii karamu. Sababu waliotakikana wale hii karamu wana sababu nyingi, wamejipa shughuli. Alright, hawakutaka kukutwa kazini. Alright, walitaka kuendeleza kazi zao bila kukubali kuingia katika karamu ya huyu bwana, na yeye amewaandalia chakula. Hakusema kazi zenu msifanye, kusema kazi zenu msifanye, anasema tu hii ni siku moja nataka karamu yangu. Kwa nini wewe upate sababu siku hiyo? Ndio swali. Wewe hujaambiwa njoo karamu kila siku. Correct? Unaambiwa hii karamu kwa wakati fulani kuna karamu, sio njoo ule. Alright? Siku hiyo ya karamu ndio wewe kazi zapatikana. Lazima ujiulize, hapana, sitakubali, nitakuwa siku ya karamu ikifika nitakula karamu. Mnanifuata? Sababu jamani mwelevu sana. Aliwadanganya hawa, mmoja karibu kumizani sisi ikapotea, mwingine hii, wakasema mambo mengi kuhusu sababu nzuri na za kutosha. Lakini mwenye karamu na yeye sababu yake ya kuandalia mtaitupilia mbali. Anasema haitapotea. Hiki chakula kitaliwa. Kitaliwa. Na mnajua neno la Mungu ndio chakula. Yesu anasema mimi ndio mkate. Haleluya. Na mkate wa uzima. Kwa hivyo lazima chakula hiki kitaliwa. Enda tule sisi au wengine waletwe wapi. Na tumesema sisi sasa ni wale watumishi wa huyu Bwana. Tutaingia vichochoroni, tuwaambie njooni, mnakaribishwa, karamu iko tayari. Bwana asifiwe sana. Unaona hiyo kazi ambayo tumepewa ni kazi ambayo lazima tukutwe kazi. Alright. Ametutuma tuende sasa, waliokataa karamu waachiliwe mbali. Tutafute wale ambao walionekana kana kwamba hawafai, waje wale karamu na yeye pamoja. Alright. Unajua hivi, kuna watu ambao walionekana kana kwamba wao ndio katika ulimwengu. Sisi ni mahopeless kabisa. Ukituangalia tofauti na wao, sisi ni mahopeless. Lakini mahopeless hao ndio wameitwa. Haya. Sababu sisi hopeless tumeitwa kwa sababu Mungu anataka tujue nguvu zake. Haleluya. Wewe mtu kama ana nguvu, ukimsaidia haoni kitu. Mnake ana nguvu. Lakini yule mnyonge, unajua ukipata mtu kama ni kipofu au ni kiwete, umwelekeze pale. Kwa mfano, unajua tunasukumana feri, tunasukumana sana. Sasa watu wale wenye maguvu, hata kumwambia mjomba kuelekeze, anashindwa anaelekeza wapi huyu. Na mimi naweza kwenda. Lakini mtu ambaye hata hajui njia ya wapi, ukimshika mkono, mwambie ndio tu, anasema wao anachukua, sababu kwa singeweza kwenda. Ndio maana Mungu amechagua sisi tuseme kama si wewe Yesu ungekuwaje. Alright? Kwa hivyo usijidharau. Wewe hii kazi umepewa sababu kuna sababu Mungu anataka kufanya. Anataka adhihirishe nguvu zake ndani ya maisha yako. Amen. Mimi nawaambia si wafichi. Nataka niwaambie tu kweli.
ukiachia Mungu kabisa maisha yako akutumie apendavyo kwa ajili ya kazi yake, mimi nakuhakikishia vile Yesu amesema, utapata wakati huu na pia uzima wa milele utapata. You will get it. You will get it now. Saa hii utapata yale yote ambayo kama umeacha nyumba utapata nyumba. Kama umeacha mama utapata mama. Kama umeacha baba utapata baba. Huyo baba uliyemwacha utampata. Malaika ataona sasa mwanangu amekuwa mzuri. Kurudi rahisi. Alright. Praise God. Mama anaipata. Lazima tuanze kusema kuanzia sasa tunabadilika kwa kila jambo. Tunabadilika tukutwe kazini. Alright. We must be found. Later the servant said, mfanyikazi akasema, nimefanya yale yote umesema nifanye, lakini nafasi bado imo kwenye karamu. Tumefanya yale ambao nafaa kufanya, lakini bado nafasi imo. Juzi ni pastor kawaambia hiyo vitu. Yeye alikuwa anacheka anasema yeye anasema kwa direct kabisa. Si nafasi bado imo. Au nafasi hamna? Kazi tumefanya. Jamani soma Luka 10:22. Huyu mfanyikazi alimwambia mimi tushafanya ile kazi uliyotuma kufanya. Tumeifanya kweli. Lakini bado kuna nafasi. Huyo bwana akamwambia hivi, enda barabarani. Alright. Enda barabarani zote, barabara kubwa na barabara ndogo. Uambie watu waje. Nataka hii nyumba ijae. Nataka hii nyumba ijae. Amen. Ndio Bwana anasema na ametuambia anataka hii nyumba ijae. Na itajaa. Sababu utaona hapa ilijazwa. Haleluya. Hao waliondoka wakaenda sasa. Kwa sababu walikuwa wameenda kule kwa kidhani yuko huko. Walipoenda ukiendelea kusoma hapo chini utakuta waliambiwa endeni sasa zaidi. Au hata mmeenda barabarani kwa kila mahali bado nafasi ziko. Tokeni tena mkalete kila mtu sasa. Mshurutishe. Sasa naona wakati umefika. Haleluya. Wakati umefika wa kuambia mtu mwaka mzima. Kila siku amwambia mpaka mwaka uishe na wewe uchoki. Uendelee tu ushurutishe, hiyo ndio kushurutisha sasa. Yaani useme nishamwambia wewe mfuate. Sababu tumeambiwa tuwafuate tuwashurutishe. Haleluya. Wakati wa kushurutisha. Thank you Lord. Tazameni. Sasa sisi ni wafanyikazi pamoja na Mungu. Sisi sikizeni. Hatumfanyii Mungu kazi. Kuna wale wanafanyia Mungu kazi. Sisi ni wafanyikazi pamoja na Mungu. Mungu anafanya kazi pamoja na sisi, na sisi tunafanya kazi pamoja na Mungu. Ile Mungu anasema wewe unafanya. Alright. Sababu tunafanya pamoja. Yeye anasema wewe unafanya. Anasema wewe unafanya. Anasema wewe unafanya. Mtu akuuliza Bwana wafanya, mwambie muulize aliyenituma, mimi nafanya kazi na yeye. Hakuna shida. Praise God. Wangapi wanajiona kabisa ndani ya maisha yao kwamba wanafanya kazi pamoja na Mungu. Haleluya. Kwamba akisema wewe unafanya tu. Huna shaka, huna shida, kazi si yako peke yako, kazi ni yenu nyote. Yes. Amen. Haleluya. Mko naye, hasa ikiwa kazi ni yenu nyote na yeye ni muweza wa kila jambo, hata kushinda shindikana vipi. Tupatikane kazini. Amen. Haleluya. Tupatikane kazini. Marko 10. Ndio Marko 10. Marko 10 mstari 29 nasema hivi. Na wahakikishia na nawaahidi. Alright. Na wahakikishia au na waahidi, I promise. Kila mmoja awachae nyumba yake
ndugu, dada, mama, baba, watoto au shamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya habari hizi njema. Alright? Vitu viwili hapo usipate. Kuna kwa ajili yake na kwa ajili ya habari njema. For the good news about me. Alright? Mtu yoyote anayewacha na kuelekea sasa kufukuzwa kazini, alright, ya kumwamini Yesu Kristo, sababu ajapo ndiye ndakuta imani, alafu pia akikute katika habari njema ukiziendeleza. This is very important. Msikose. Sababu watu wameangamia kwa kukosa maarifa. Wanasema nimeokoka na mpenda Yesu, hiyo yatosha, haitoshi. Alright? Hiyo ni kwa ajili yake. Lakini lazima pia ukutwe kazini kwa habari njema. Habari njema. Ukifanya hivyo basi mambo haya mawili yatimize. Mtapokea 100-fold. 100-fold ni Kiswahili. Mara 100. Mtapokea mara 100. Alright. Mtapokea mara 100 sasa wakati huu. Alright. Nini? Wakati huu mtapokea nyumba, sema, simeacha nyumba. Utapokea nyumba, hilo liacha ndugu, utapokea dada, mama, watoto, ardhi. Utakuwa humo ndani kuna na mateso ya kuteseka moyo, waoneshwa kwamba huna kitu lakini wewe wasononeka lakini wajua naipata. Hiyo pia iko ndani. Alright? Persecution iko ndani. Tutakuwa persecuted. Lakini haijalishi sababu we shall receive again what we lost. Hallelujah. And in the world to come, ulimwengu ujao, uzima wa milele. Watu wengi wanataka uzima wa milele, wasijue kwamba uzima wa milele huu unapatikana kazini. Na ni kazi rahisi, ni kazi tu ya habari njema, si habari mbaya, ni kazi ya habari njema. Hasa kama una habari njema, ni kazi hiyo ni ngumu vipi sasa? Haya. Si ni kazi rahisi sana. Ukutwa hapo katika habari za kazi njema. Alafu hapo ndio uzima wa milele unakuja, maana unapata hizi zote kwanza. Alafu pia baadaye uzima wa milele. Utajuaje uzima wa milele unaopata? Utajipima na hizi ambazo umepata. Kwa sababu zinaambatana. Amen. Lazima ziambatane. Na kuambatana kunatokana na kupatikana kazini. Alright? Lazima ukutwe kazini. Wakati Kristo anatembea na wewe, si ndio? Si mnasema yuko ndani yenu? Kabisa. Na siku nzima mko naye hujafanya hata kazi yake. Siku nzima amekaa tu hapo. Hata jambo moja lake hujafanya. Siku ya pili imeisha, hata jambo moja hujafanya. Hata neno lake hujasoma. Angalia tu usitaki siwatishi namwambia tu. Si mko naye ndani? Alright? Anakuangalia sema labda kesho. Alright? Wiki imeisha. Mwezi umeisha. Mwaka umeisha. Sasa jiulize wewe kama ni wewe ungekaa. Kama ni wewe ungekaa. Brother, wewe una tukutuki yako pale. Kuna mtu amekaa hapo na wewe full time. Na ni driver tukutuki. Alright? Hata ashuki kuambia watu ingieni afanye. Yeye anakaa tu. Anakuwa battery. Hata battery inafanya kazi. Unapopiga start inafanya kazi. Hiyo battery haiko bure, inafanya kazi. Yeye kukaa tu pale. Alright? Monday, Tuesday. Anakupunguzia nini? Anakupunguzia passenger. Wamshukisha lakini kila mkifika stage, okay amekaa ametulia, akiona stage, anamwambia wewe nenda utachukua hapa na kusanya watu. Inakiona gari imejaa washuka wewe kaa nafasi basi. Unasema huyu si mwachi. Huyu ni naye mpaka mwisho. Alright? Na ikifika saa ya sapa utakula naye.
Utakula naye, huwezi mwacha mkono mtupu. Utakula naye na ikiendelea hivyo hivyo wanunua tukutuku wa mtu. Waambie utaje sana sawa huyo. Umpe yake atembee nayo, si ndio? Ndivyo hivyo. Kwani sasa atuoni sisi kwamba yeye anakaa ndani yetu. Swali lake ni je, wafanya kazi? Juzi kama umeshangaa sana. Mgeni nimekaa na watu na vitu vyao. Alright? Watu na vitu vyao. Alishangaa kusikia pale hapo tumekaa watu wanazungumza habari ya wokovu. Alright? Yesu Kristo na kanisa, tusoma Biblia na watu na vitu vyao. Nikisema vitu vyao ni vitu gani? Labda ameshika watu kwa yake mwingine task kama mwingine whisky nini, lakini hapo ndani alipoingia kule akanikuta akashtuka. Jinsi walivyo na vitu vyao. Huyu ndugu bwana anaongelesha tu habari hizi njema za Yesu Kristo. Sababu hiyo ndio wakati tumetumwa sasa mpaka watu wenye vitu vyao tuwalete. Akaingia akaenda akajibana mahali. Mtu mmoja akaja akanifuata akaniambia mkeo amekuja bwana, aondoka na kungoja. Nikamwambia yeye anajua mimi nafanya kazi gani. Amesikia? Hana shida. Atakaa ngoje nimalize nimfuate. Sasa si mke wangu yeye. Sasa nina haraka gani na mke wangu na hao ndio nina haraka nao. Hao ndio na haja nao hawa. Wakasema basi tumekubali. Tutaenda kusoma Biblia sasa. Maana tunaanza kuona mambo mengi hatujui. Mmoja anasema mimi kuanzia leo naenda kusoma hiyo kitabu. Sababu kuna watu wanasema hapa hatujui. Na tunaenda makanisani. Nikamwambia sababu mkienda mnaambiwa stories za watu tu. Hamjaambiwa stories za mwenyewe. Au mnaambiwa story ya kanisa yenu tu. Lakini hamjaambiwa stories za yeye mwenye hilo kanisa. Praise be to God. Wakafurahi kweli. Nikaondoka. Nikachukua mke wangu tukaenda. Praise be to God. Amen. Lazima ukutwe kazini. Praise be to God. Lazima ukutwe kazini. Amen. Na kazi hii kuna msingi ushajengwa. Yes. Alright? Msingi umejengwa. Ni kazi ya kujenga. Sema kazi ya mjengo. Kazi ya mjengo, yes. Sasa mjengo huu wewe uweke msingi. Msingi tayari. Aidha wakoroga. Alright? Si ndio? Au wanaleta mawe. Au wewe wanaleta maji. Si ndio? Katika mjengo wewe kuna mtu wa maji. Analeta maji tu. Mshaona ile koroga. Sasa amekaa hapo kwa sababu vitu vya kimwaga. Mwingine kumwaga akitia mchanga tu. Mwingine hapa amekuja na yeye maji tu. Maji najua ni maji kiasi gani. Huyo anajua karai zangu 7 za mchanga, huyo anajua mifuko yangu 3 ya simiti, mwenye maji anajua maji yangu ndoo 5. Ile mwenye alafu kuna akimwaga hapa kuna mwingine ashachota, ashapelekea yule wa kule juu, ikifika huko juu na yeye anamwaga kazi iendelee. Kila mtu anafanya kazi yake. Haleluya. Ukivuka hapa kuna watu waangaliani. Kila mtu yuko kazini, anakutwa kazini. Amen. Kwa hivyo hii ni kazi ya mjengo. Tumepewa kujenga, lakini tukaambiwa msingi ushawekwa. Alright. Msingi ni Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Asike hebu kujenga tu sasa, tujenga vipi? Hiyo ndio mambo ambayo tujiulize sasa. Tujenga vipi? Tujengaje? Wewe wakoroga au wewe wabeba simiti au wewe wa maji au wewe ni wa kupiga vibrator ile ndio ishikane au wewe ni wa kufunga chuma au wewe ni wa kuweka mbao au wewe ni wa kuweka, yaani kila mtu ana kazi. Kuna nini? Ana kazi ya kufanya. Praise God. Na hizi kazi ndizo ambazo tunaambiwa sababu tumekosa maarifa. Alright? Huwezi fanya kazi bila maarifa. Alright. Na maarifa haya kila mtu amepewa yake, zinaitwa gifts. Alright. Haya maarifa ni vipawa. Kila mtu amepewa kipawa chake. Kama ni cha kukoroga, ni cha kukoroga. Kama ni cha kubenua mawe, ni cha kubenua mawe. Kama ni cha kumimina maji, cha kumimina, kila mtu amepewa kipawa chake. Hayo ndio maarifa ambayo usipoyatumia mambo yanaharibika.
Msingi ushawekwa na Yesu Kristo. Lakini sasa twende Warumi 12. Twajenga mwili wa Kristo, sio? Haleluya. Twajenga mwili na huu mwili wa Kristo ulioko una viungo mbalimbali. Una viungo mbalimbali. Kama vile sisi tuna mwili mmoja. Si ndio? Hebu sema tuna mwili mmoja. Huo mwili wako hebu uangalie vizuri. Angalia mwili wako mmoja una nini na nini na nini. Huo mwili wako mmoja una nini na nini na nini? Una sehemu nyingi. Haleluya. Kuna sehemu nyingi. Na hizi sehemu hazifanyi kazi moja. Hazifanyi kazi moja. Kuna sehemu ya kuona, sehemu ya kusema, sehemu ya kusikia, sehemu ya kuvuta pumzi. Ingawaje mdomo unaweza kuvuta pumzi, lakini pia pua ndio sehemu ile ambayo ni pumzi. Wewe ongea hata kama utavuta, lakini wewe ongea. Alright. Kuna sehemu zingine zinakuwa double job. Unaweza kuvuta pumzi nayo, unaweza kuongea nayo. Zingine single job peke yake. Praise be to God. Kwa hivyo sehemu ni nyingi. Basi 12:5 nasema hivyo katika hivyo tuko watu wengi katika huu mwili wa Yesu Kristo. Tuko watu wengi sana. Lakini ndani ya Kristo sisi ni mwili mmoja. Kwa hivyo wewe ni kiungo cha huo mwili. Alright? Ikiwa ni kiungo cha huo mwili, kila kiungo kimoja kinashirikiana na kingine. Nitafanya mfano hapa. Brother, funga macho kabisa. Shikilia hii microphone. Gusa hii microphone yako. Gusa hii microphone. Iguse. Mbona gusa bana microphone naongea nao iguse. Unajua hivi viungo vinashirikiana. Lakini sasa nimwambie, haya, gusa microphone yangu. Gusa. Sasa unaona macho yameshirikiana na mkono. Pale ambapo ilikuwa macho hayashirikiani na mkono, microphone haigusiki. Alright. Kwa hivi viungo vyote lazima vishirikiane. Alright. Vyafanya kazi tofauti lakini vinashirikiana ile kazi ifanyike. Praise to God. Hallelujah. Sasa kwa hivyo Warumi 10 nasema tuna vipawa mbalimbali. Sema tuna vipawa mbalimbali. Na kila kipawa kilikuja kwa sababu ya neema ambayo tumepewa. Hicho kipawa chako uko nacho sababu ile neema ambayo umepewa. Kwa hivyo kipawa chako ulicho nacho, alright, kinawadhihirisha neema ya Mungu. Alright? Kwa hivyo hicho kipawa chako ukikitumia unaambia watu nimenemeshwa na Mungu. Na Mungu anafurahi kusema kwamba anafahamu neema yangu yatosha. Alright? Wangapi wanasema neema ya Mungu yatosha? Sasa yatosha kwako wewe. Je, kwake yatosha? Anapoona ukitumia kile kipawa ambacho amekupa wewe, anasema kweli neema yangu yatosha kwako. Alright? Na wewe unasema neema ya Mungu kwangu yatosha. Mungu awabariki. Mungu anajifunza mpaka pale. Baba ameelewa kwa nini hii kazi mpaka tukutwe kazini. Sababu ukikutwa kazini unamaanisha kwamba neema ya Mungu ipo. Neema ya Mungu ipo. Kwa hiyo hivi vipawa vyote, ikiwa wewe vipawa ni vingi, unanielewa? Ni vingi sana na misoro. Kuna kipawa cha unabii. Alright? Nitakupatia pale vitu vyote sasa vingine viandikeni. Kipawa cha unabii. Kipawa cha unabii. Kipawa cha utenda kazi. Service.
Service Kiswahili ni nini? Huduma. Ndio. Kipawa cha kuhudumia wenzako. Watu yupo tayari ngapi? Ndio. Kuna kipawa pia cha kufundisha. Teaching gift. Alright. Kuna kipawa cha ku comfort watu. Comfort Kiswahili ni kufariji. Kuna kipawa cha kufariji. Alright. Well, mimi naweza kuwa na kipawa kimoja au viwili kama mdomo, lakini cha tatu si. Alright? Kama simama brother. Simama. Umetumia kipawa cha kusimama ni miguu hiyo si ndio? Haya. Ni hebu niwakishie ile pale. Jaribu tu kusukuma ile pale uone kama inafanya. Sasa ametumia kipawa, uona hapo mimi nimesema, si ndio? Yeye ameamka, ameenda, ameshikanisha, amefanya. Unaona? Ametumia karibu vipawa vingapi vyake? Yaani sehemu ngapi za mwili wake zimetumika? Nyingi ndio hiyo kazi ifanyike. Lakini kama hivyo vifaa hivyo viungo vyote havifanyi kazi pamoja, kazi haifanyiki. Alright? Kwa hiyo tukiangaliana hivi, hii kazi tunayotaka tunafaa tukutwe tukifanya ili tuite kila mtu aje, nyumba ijae, haiwezi kufanywa na gift moja. Mpaka gift zote zitumike. Kwa hivyo hatuwezi kusema kuna gift ya walimu, kuna gift ya service, basi tosha. Haitoshi. Mpaka ni kama kuwa na masikio na pua na huna macho. Huna mdomo wa kusema. Alright? Au una macho unaona ili kusema uwezi. Yes. Kwa hivyo lazima kila mtu ajitolee sasa aseme hiki kipawa changu tunacho kitumike. Kipawa cha unabii, kipawa cha huduma, kipawa cha kufundisha, kipawa cha comfort, kufariji, kipawa cha kufariji, kipawa cha kupeana, giving. Alright? Utakuwa watu na vipawa vya kupeana. Mtu anapeana na asikie zote. Wewe ukipeana waumwa. Wewe ni tofauti. Sababu ni kipawa chake kile amepewa. Alright. Wewe asikii uzito, wewe wasikie uzito, yeye asikii. Wewe tumia kile chako ambacho usikii uzito nacho. Usiangalie cha mwenzako ambacho yeye asikii uzito pia. Ni kipawa alipewa. Yes, true. Yeye amepewa kipawa hicho, mwachie akifanyie kazi. Na wewe je, chako wakifanyia kazi gani? Yes. Wengine wamepewa vipawa vya uongozi. Alright? Wanaweza kuongoza watu. Wewe usitakuta sababu za kuharibia uongozi wao. Wewe tumia chako ndani ya huu mwili ili uongozi wake akiutumia, kipawa cha kufariji kitumika, vipawa vyote vitumika katika hii vinajenga mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kuna kipawa kingine ambacho ni kipawa cha kuonesha ukarimu. Alright. Mtu kama ni mkarimu si mjinga. Ni kipawa. Hata asikii. Hata haoni. Hata yaani wewe ndio unaona shida. Uko sawa. Haoni shida. Ni kipawa chake. Na hiyo ndio neema ya Mungu kwake. Ili neema hiyo ya Mungu iingie watu waseme Mungu ni wa neema kweli. Maana Mungu atumie huo mwili wake kudhihirisha neema zake. Haleluya. Wengine wamekuwa kipawa cha kuongea. Akiongea, anakonvince kila mtu. Sasa waanza kumuonea wivu, yule bwana, tunatumia dawa gani? Hakuna dawa. Ni kipawa. Amepewa tu. Wewe ukisema mambo hayo mwenzako asikize. Yeye akisema amekubalika. Mambo ni hayo umesema. Lakini unasema sasa unaanza kumuonea wivu. Usimuonea wivu. Sema ni sehemu moja, ni kama macho yakionea mdomo wivu. Ati mimi siwezi kusema macho anasema mimi kwa sema na mimi simuonee. Wewe ona macho ona na mimi niseme. Wewe vipawa vyote viko. Na naangalia kipawa cha huduma. Warumi 12:7.
Aliye na kipawa cha kuhudumu ahudumu. Si ndio? Aliye na kipawa cha kuhudumu fanya nini? Ahudumu. Na kama unacho kitumie. Useme mwenzangu na hudumu umeshaanza kuhudumu. Yeye hudumu macho ni mawili. Aliyesema mmoja kwa vile hili laona, hata hili limeona, basi mimi sioni. Hapana. Yote ataona tu. Kabisa. Sema basi tunayo mcho moja laona basi. Basi wewe utakuwa nyingine. Wewe stereo vision. Unapata stereo. Hallelujah. Unajua unataka kujua ni stereo. Wewe tunachapa hapo. Wewe tunaweka mbele uone. Ukikiona kina move hivi, kina move hivi. Kina move hivi. Ukifunga kicho moja hivi, hiki kinarudi hivi. Ukifunga ile nyingine kinarudi hivi. Sababu ni stereo. Hii yaona huku na hii yaona kile kimoja. Wacha niwaambie. Nini mwanadamu tuendeleze hii maneno? Yes. Tukutoka kazini. Mpaka mjue vipawa vyenu. Na mvitumie. Na hakuna ambaye hana. Hivi nimevitaja vyote hapa mnavyo. Ndani yenu kuna mambo ambayo ukiyafanya hayakusumbui, yakimwenzao akifanya na msumbua. Alright. Na usiangalie wenzako. Jicho halijawahi kuona sikio hata siku moja. Labda kwa kioto. Alijawahi kusema mimi sijaona sikio hata sijui atuonani. Haijalishi wewe usimwangalie wenzako. Wacha sikio lisikie na wewe huo na mdomo useme. Kwanza mdomo hauna macho, kwa hiyo haujui pua ikoje. Lakini pua yafanya kazi yake, mdomo yafanya kazi yake, mwili unakuwa. Mwasemaje? Mwasemaje? Sio hivyo? Bwana mwenye kipawa cha hiyo service, Petro anasema hivi. Kama wewe ni huduma, ifanye na nguvu zako zote. Kama wewe umepewa kipawa cha kuhudumia watu, wewe uhudumie na nguvu zako zote. Wajua huyu mwanzo alikuwa akisema hapa ni Warumi ni Paulo, Warumi 12. Amesema yoyote aliye na kipawa cha huduma akitumie. Na yeye Petro anasema ukiwa na hicho kipawa, tumia nguvu zako zote. Praise be to God. Na si hiyo peke yake. Wewe kipawa ulicho nacho, tumia nguvu zako zote zionekane pale. Hiyo ndio neema ya Mungu inadhihirishwa duniani. Praise be to God. Leo Mungu akuneemesha tu bila wewe hiyo neema kuonekana. Mungu ni Mungu mwenye wivu bwana. Nataka kukupatia neema yake ionekane. Ijulikane ni yeye, maana yeye anafaa kutukuzwa ni yeye. Praise be to God. Mungu awabariki sana. Jamani, niendelee. Mungu awabariki. Angalieni. Unapohudumu jua hili. Inasemekana katika Warumi 12:11 sema hivi. Unapohudumu fanya bidii sana. Hiyo imetiliwa muhimu kushinda vipawa vyote. Unapohudumu fanya bidii sana. Na usiwe mvivu. Kwa hivyo kama una kipawa cha huduma, wewe una shida kushinda watu wote. Watu wengine wote wanaweza kutumia kwa wakati, lakini kipawa cha huduma uvivu kando. Usiwe na uvivu. Kwa hivyo kama hicho kipawa umepewa, basi wewe umepewa kina masharti. Masharti fanya kwa nguvu zako zote. Pia masharti mengine kwamba fanya kwa bidii na usiwe mvivu. Alafu tatu, be excited, yani changamka. Usifanye kama mzubazu. Ifanye kwa uchangamfu ili uchangamshe watu katika huduma hiyo. Hallelujah. Umenipata? Na sote hapa tuna kipawa cha huduma. Lazima tuchangamke. Lazima tufanye kwa bidii. Lazima tusiwe wavivu. Lazima tukifanye kwa njia ambayo hicho ni kipawa kila mmoja wetu ako nacho, because bila hicho huwezi kuishi. Kuna tu kiongozi. Kuna wengine katika hao walio katika sisi watu wa huduma sote, wengine wamepewa kipawa cha uongozi. Kwa hivyo wanaongoza huduma, lakini huduma ni ya kila mtu.
huduma, lakini nyinyi ndio wahudumu. Haleluya! Ndio maana nimekitilia mkazo kwamba ufanye kwa bidii, uondoe uvivu, uwe mchangamfu. Baada ya kuwa mchangamfu pia ukifanya utumie nguvu zako zote. Alright? Na nyote lazima mhudumu. Because it is Yesu Kristo akiwa ndani yako utahudumu, sababu yeye ni wa huduma. Yes. Yes. Amen. Popote alienda alihudumu. Wasema popote alienda alitenda mema. Alitenda mema sababu gani? Sababu ya kuhudumu. Ni huduma hiyo. Atahudumia watu. Watu wakiwa na njaa wasema wapewe wale. Ni huduma hiyo. Wewe ukiwa mgonjwa wasema simama tembea, amekuhudumia. Haleluya. Na akiwa ndani yako lazima utakuwa mhudumu. Kwa hivyo hili jambo alikumlenga mtu mmoja, mpaka mimi nimemlenga kwa sababu nimesema Yesu yuko ndani yangu. Ndio sababu unaona nimesema tutachangamka, sidali. Potelea mbali watu wasemavyo, hiyo si shida yangu. Shida yangu ni moja, kwamba mimi ndio neno la Mungu limeniambia. Haleluya. Ndio limeniambia mimi nitafanya hivyo hivyo. Praise be to God. Basi kama una kipawa cha kufundisha, alright, Warumi 12:7, fundisha. Ukipewa kipawa cha kufundisha, fundisha. Watu wapate maarifa, sababu maarifa hutokana na kufundishwa. Alright. Kama unacho kipawa, kitumie kabisa, watu wapate maarifa. Na sababu mwalimu lazima atapewa maarifa ili awafundishe wengine maarifa. Ikiwa hujapewa maarifa usifundishe. Fanya kile kipawa unacho. Usijepata mimi nitakuwa mwalimu. Mwalimu amepewa maarifa. Ni ukweli. Hii sio kama huduma ya kuhudumia. Rabi, mwalimu, rabi. Hiyo ni si kazi ngumu, ni kazi tamu. Maana mpaka upewe maarifa. Huwezi kwenda kufunza watu Kifaransa wewe mwenyewe unasema Kijerumani. Wewe utafanya Kifaransa gani? Utakuwa unaangalia nini? Unaangalia Google. Naona bonjour, 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 bonjour. Unasikia kuna press. Bonjour. Na wewe bonjour. Sasa wewe mafundisho, ufundishi wewe una maarifa. Kwanza kama ni kipawa unapewa maarifa, unapewa ufunuo. Ukifungua kama hivi tunasoma hapa, Mungu ameshakupatia maarifa kupatia wenzako. Umenipata? Si kigumu, lakini kipawa ambacho kinataka ufunuo. Haleluya. Praise to God. Gift of comforting. Kama wewe ni mtu wa comforting, unasema kufariji. Kuna vipawa, kuna mtu aweza kufariji kwa ukashangaa. Yaani umepatwa na jambo, unaona hii mwisho. Aje kufariji mseme ya kweli. Basi. Ukitoka hapo umetulia. Usikia vizuri. Usikia vema. Hiyo ni kipawa tumepewa, tumitumieni, sababu vya kuuza ndio mwiko, ndio jembe, ndio itwaje ile mashine ya kukoroga, ndio simiti, ndio mchanga. Alright. Wakujenga huu mwiko. Na sisi ndio mafundi. Yes. Wangapi wanapata hiki? Wangapi wako tayari kubadilika sasa? Sababu there is a change. We must change, yeah? Praise to God. Basi yeyote ambaye ana kipawa hicho akifanye kwa ajili ya wale wenzake. Mtu kishamfurahisha ametoka pale, hata hujampa kitu, umempa faraja. Na faraja inashinda mali. Alright. Naweza kuta mtu hana shati. Si ndio? Hana shati kabisa. Kabisa. Na wewe pia una shati ya viraka ambayo ipasuka pasuka. Mwambie sikiza bwana, si ati nakupa shati hii ya kulimia. Hii si shati hii ya kuvaa mkani. Ya shamba, uchenda ile yako ya Sunday usiende na shamba. Chukua hiyo asema asante.
uje na shati mpya huko mwe unatembea na mashati ya kushati shati wewe ni wewe ufanye kazi bwana. Ujafanya kazi. Hiyo mikono yako inashika shati. Huyo huko mfariji umempa atachukua kwa sababu hana. Lakini kila akiipayo akumbuka jamii yuasononeka. Na huyo jamaa mwingine ambaye amempa ile ambao ni mzee akivasha hapa anasema lo, nguo zangu zimepona, ningekuwa na limanazo. Unaona sasa? Lazima tujue basi kufarijiana ni muhimu sana kuliko hata unapopeana. Peana faraja kwanza. Amen. Yes. Alright. Hata kama wewe una senti utapeana. Kwanza peana faraja, mtu afarijike ndani, alafu ndio mpe unachompa. Alright. Unaweza kuwa mtu ana njaa kweli, lakini ukimtupia kama mbwa hata kula lakini hana. Hata umpe sasa umpe paka kubeba nyumbani ili akutia kwa juala. Unajua wengine wakirasili na majuala. Au mjui. Mtu ana harusi na juala yake. Ile saa ya kwanza ni anaifunga anaweka na ngoja nyingine. Alright. Kwa hivyo wewe ukimpa hiyo juala, ukimpa hiyo paka na juala, lakini umpe na mdomo umekunja. Atabeba na shida lakini hajafarijika. Hata mtu wenzake yule hata kwa bwana akimezeki ni ile njaa. Nilikuwa sina njaa naweza kutupa lakini nitakutonga takulani sasa. Unaona sasa? Kwa hiyo lazima tuwe na faraja pia ni kitu muhimu sana. Lazima tujifundishe kuwa nayo. Because unapomfariji mwenzako anasikia vizuri. Praise God. Kuna kipawa cha kupeana. Sasa unapenda nina kipawa kimoja. Warumi 12:8 nasema hivi. Aliye na kipawa cha kupeana kuwasaidia wengine apeane generously. Usipeane peana generously. Alright? Na usidhani anayepeana na ringa, hiyo ni kipawa. Leo mjue wewe umeelewa? Asikii hata imuumizi. Unajua mama, alright? Mama anapobeba mimba. Alright? Ile mimba wewe ndio waiona wamhurumia. Yeye yuko sawa. Leo wale wanabeba mimba na ngapi hapa kama siko mko sawa. Wajisikia uko sawa? Hata kama usikama kutapika. Usikama kutapika lakini bado uko sawa. Useme acha akatoe hii sitapika. Wasema kwanza nieleze kustari kakwenda kuzuia kutapika lakini hii iendelee. Sababu hiyo amebebana kitu ambacho anakipenda. Kwa hivyo wenye vipawa lazima watumie kwa kujia kuonyesha kwamba wanavipenda vipawa vyao. Usiogope. Onesha watu hiki kipawa nimepewa na kipenda. Hata kama unaona sengine si kitumii vile ambavyo unaona kinafaa kutumiwa, wewe ni bado niko njiani na naja. Nyuma ya mwezi mmoja tu utaiona. Usione kutapika hapa. Useme natapika. Sitapiki tu ovyo fulani. Natumia mfano hiyo ndio wale waliofanya majue wale ambao hawajafanya pia watajua wenzao na wazao wasikie. Praise God. Kuna kipawa cha kuongoza. Kipawa cha uongozi. Hiyo ni kitabu cha Warumi 12:8. Hivi pale kwenye Biblia 12:8. Ambaye ana kipawa cha uongozi. Sasa ana kazi. Anaambiwa afanye kazi kwa bidii sana. Mwenye kipawa cha uongozi afanye kazi kwa bidii sana. Sasa ikiwa wewe kipawa chako ni cha huduma na lazima uwe nacho, alafu kwa uongozi ni double work. Double hard work. Alright? Sasa hapo ndio mnaweza kumwangalia pastor kwa hiyo. Nikasema leo ana shida yule. Tumhurumie. Maana yeye ana huduma kama sisi na pia ni kiongozi. Na pia kiongozi mpaka afanye kazi kwa bidii. Sasa unaona yeye pale anaumia zaidi yetu. Kwa hiyo wakati muhurumie,
tumshike mkono, tumsaidie, tuwe naye pamoja. Praise God. Mmepata? Kama pale kwa huduma ni lazima na maumia, yeye na uongozi na hata mimi pia niko huko. Mimi nafundisha na pia naongoza. Kama mambo ni mimi nafundisha naongoza na huduma. Na hudumu. Tena mimi napeana. Mimi na kazi nyingi. Mimi Mungu amenijalia zote nazifanya sina uoga. Sababu yeye mwenyewe anayefanya hiyo ni kudhihirisha neema zake. Na nakwambia hakika unapotumia kipawa chako neema za Mungu zinaongezeka, sababu hapo ndani ya vipawa ndipo palipo na neema. Yes. Yeah. Alright. Sema neema kuu. Neema kuu. Amenipa kwa nini? Tumepewa hiyo vipawa ndio neema ile. Ili udhihirishe neema ya Mungu. Amina. Mungu awabariki sana. Amen. Tuko pamoja tuendelee. Yes. Haya, kuna kipawa cha ukarimu. Alright? Wewe kama mwenzako si mkarimu usijali, hakupewa. Hakupewa. Usianze kusema huyu bwana ni mchoyo. Sasa hakupewa afanye nini? Na hiyo neema ya ukarimu hana. Lakini mwenzako unajua kuna sehemu moja ya mwili inatoa kukumbuka sana. Kuna sehemu moja ya mwili inatoa vitu vya kunuka. Au mwingine sehemu hiyo. Ikitoa hewa yake. Wewe mwenyewe uliyetoa unaanza kuangalia wenzako. Yaani kana uonekane mtu mwingine. Na ni wewe. Lakini hiyo sehemu bado ni yako na unaichunga. Alright? Ikafungana udhani. Ikasema hiyo vitu vya harufu haitoi. Wakimbiza hospitali. Ni sehemu yako. Kwa hivyo wewe usijali kama yeye mwenzako ana hiyo gift ya kindness, ni hiyo sehemu usijali, ni yako ya mwili. Bebe, mbebe. Msianze kuangaliana. Kila wewe angalia kipawa cha mwenzako kutumia na unajua kama hana unasema hapana mpaka sasa tumesoma. Hamwezi kuwa. Kila mtu ana kipawa chake. Kuna kipawa cha kuongea. Si nimesema 1 Peter 4:11. 1 Peter 4:11 inasema unapopewa kipawa cha kuongea, maneno yako yawe kama ya Mungu. Fungueni moyo. 1 Peter 4:11. Unapokuwa na kipawa cha kuongea, si ndio? Maneno yako yawe kama ya Mungu. Kwa hivyo lazima ujifunze vile Mungu anaongea. Na Mungu ni wa neema. Watu wengi hawajui neema ni nini. Wanafikiri neema ni hiyo. Mungu ni wa neema. Kwa hivyo ukiongea maneno yako ni ya neema. Wanaemesha watu neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Hallelujah. Na kuna sababu moja ya vipawa vyote. Alright. Ukikosea hiyo sababu, utakuwa udhihirishi neema, wajidhihirisha wewe. Alright. Hebu sema kuna mjamii. Kipawa kudhihirisha neema ya Mungu. Sema kipawa kudhihirisha neema ya Mungu. Au kutumia kipawa kujidhihirisha wewe mwenyewe. Ukitumia kipawa kujidhihirisha wewe mwenyewe, wewe ni adui wa Mungu. Yes. Sababu Mungu amesema yeye ni Mungu mwenye wivu. Hawezi kushiriki utukufu wake na kiumbe chochote. Ikiwa wewe unachukua hiyo neema yoyote uitumie kwa ajili yako, basi ujue wewe ni adui wa Mungu, wewe ni shetani na unafanyia kazi shetani. Alright. Sababu hii neema au hivi vipawa vyote, ukiona kwenye kitabu cha Petro 4:11 inasema hivi. Ni Mungu atakayesifiwa kwa kila jambo kwa Kristo. Alright? Ni Mungu atakayesifiwa kwa kila jambo
kwa njia ya Kristo. Kwa hivyo wewe tumia gift yako ya kupeana, tumia gift yako kufundisha, tumia gift yako ya kipawa chako cha fariji, kipawa chako. Ukishavitumia, jua lazima hapo unapovitumia watu waelewe kwamba ni Mungu anayefanya hivyo ndani yako, sio wewe, maana ni kipawa. Sasa angalia brother, tukupatie saizi hapa tukupatie shilingi 10,000. Alright, shilingi 50,000 ukanunue drum set ya kanisa. Nimekupa. Sio? Umezia hapa tumechanga tumekupa. Wewe unaenda kuambia nani ati ni pesa zangu hizi? Wewe kazi yako kwenda kununua kule. Lazima uambie watu hizi ni watu walichanga kanisani wakanunua hiyo drum set. Kama ni wewe umenunua, ndio umenunua nini? Uwezi kuwa na pesa, Mungu anakujalia. Majaliwa yale. Ndio maana kipawa umepewa. Alright? Ikiwa umesimama na hudumia watu, unajifanya wewe ni mhuduma wa ajabu sana, usifike. Wewe tulia. Huduma hii ni kipawa umepewa. Kama vile mtu anapewa tu na umetumwa na kanisa, alafu uende kujifanya ni yako. Sasa hapo ndio tofauti inaingia sasa. Hapo ndio watu wengi hawataki kutumia vipawa vyao kwa sababu wanataka watumie wasifiwe. Na wasiposifiwa wasema ni ya nini? Hapa tutatumia kwa purpose moja, ili yeye kwamba Mungu atukuzwe ndani ya Kristo. Kwa sababu uwezo na mamlaka yote ni vyake. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo patikana ukitumia kipawa. Alright. Hiyo ndio kupatikana ukiwa kazini. Patikana ukitumia kipawa kile Mungu amekupa. Hivyo ndio kupatikana kazini. Na kipawa kile kitumie kujaza nyumba. Amesema ni tupu, ijazwe. Tumie kipawa mpaka watu waseme tutakumfuata huyu tukaone yuko wapi. Ni kipawa gani hiki ambacho anatumia? Ndio kidogo kutumia kipawa cha kumtukuza Mungu, watakuja tu. Leo tumekuwa na mfano mzuri, mfano mtamu ambao ni mzuri sana. Mtu amechukua mwaka mzima yuanikwa na amekuja kuona ni nini alikiwa. Na alipofika hiyo siku, Mungu naye akafanya maajabu. Akageuza hiyo service ikawa ni kali kweli. Akifika kwao atawaambia nyinyi nimeenda mahali nikaona service. Mungu anajua kupanga. Anasema huyu jamaa akiingia hapa na fedha zake atawachekelea jamaa. Leo nawapatia ndani kitu mpya. Kwa hiyo watakuwa wanaabudu mpaka huyu jamaa aseme lo. Akienda kwao anaenda na sifa. Aseme kuna mahali Mungu anatukuzwa Mungu sicheze. Hii kweli mnacheza na wao. Jamani badilike, ndio badilike. Hallelujah. Praise be to God. Kwa hiyo katika Petro wa kwanza na mstari wa 10 nasema hivi. Mungu ameonyesha neema yake kwa njia tofauti. Ameonyesha neema yake kwa njia tofauti. Alright? Na ndio hizi neema ambazo tuko nazo sasa ni hivyo vipawa. Tunaambiwa the grace of God is sufficient. Yaani vipawa vya Mungu, hiyo neema aliyokupatia wewe yatosha. Praise to God. Basi nasema kama ni hivyo, basi ametupatia neema tofauti kwa njia tofauti. Basi hivyo muwe wafanyikazi wazuri. Be good servants. Na mtumie vipawa ambavyo mmepewa kwa njia ambayo itawahudumia mmoja na mwingine. Kwa hivyo ultimately vipawa vyote ni tuhudumiane mmoja kwa mwingine. Na nimewaambia hivi vipawa vyote ndio kukuza huduma. Kwa sababu kila mtu ni mhuduma. Sema mimi ni mhuduma. Kwa hivyo kipawa cha huduma nilipewa lazima.
Yes, sema tupewa. Yaani mtu lazima. Hiyo huwezi kusema unangojea natafuta. Hiyo ushapewa. Ukisema hata kama huna kipawa kingine, hicho unacho. Kwa hivyo usiniulize mimi na kipawa gani. Nishakwambia leo cha huduma unacho, lazima kila mtu amepewa. Sasa ni extra kipawa ndio watafuta. Lakini kiko kimoja ambacho tuko nacho. Wangapi wamejua leo ni nani vipawa vyetu ni gani? Nani anajua vipawa vyake? At least unajua kimoja. Mbona mwenyewe mko hamjui kipawa at least kimoja mnacho? Ni kipawa gani cha ambacho mnacho kila mmoja? Cha huduma, cha kuhudumia wenzako sio? Kuhudumia mmoja kwa mwingine. Kwa hiyo vipawa vyote vinatumika kwa ajili ya hiyo huduma. Ndio maana kipawa cha Yesu Kristo uponyaji sana polepole. Kipawa cha Yesu Kristo uponyaji kilitumika kuhudumia wagonjwa. Alright. Kipawa cha kugeuza mawe yawe mkate. Ndio kipawa alichotumia kila wakati. Alikitumia kugeuza samaki na boflo mbili kuwa chakula cha watu washibe, alihudumia waliokuwa na njaa. Kipawa chake cha uzima wa milele anatuhudumia uzima huo sote. Haleluya. Ili atakaye kwani atabara na litangae ni Baba mpenzi awaitae atakaye naje. Praise be to God. Hallelujah. So now are we ready to use what God has given us? Yes. Nyosha useme tuko tayari. Nikuuliza wangapi wako tayari, basi sema mimi niko tayari. Wangapi wako tayari? Basi na sasa inamaanika itadhihirika. Utajaribu kwa sababu huduma lazima uifanye kwa bidii yote. Alright? Yes. Na lazima usiwe mvivu, si ndio? Ni lazima ufanye na nguvu zako zote. Alafu hivi vipawa vingine vitaendeleza.